mbunge wenu amegusa hapa baadhi ya kero. Amegusa baadhi ya kazi zilizofanywa. Ameongea habari ya vituo vya afya, ameongea habari ya madarasa mapya, ameongea habari ya shule mpya. Ameongea mambo ambayo mtu akisimuliwa leo anadhani amefanyika kwa miaka 20, kumbe amefanyika kwa miaka 4. Uongo kweli? Kabisa. Kwa haya ndio mambo ambayo yanafanya mwana CCM yoyote popote alipo aweze kujivunia chama hiki kwa kazi kubwa kinayofanya ya kutumikia nchi yetu. Lakini ndio mambo haya yanafanya watu waendelee kujivunia kuwa na rais wa aina ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye akili yake inasumbuliwa na matatizo ya wananchi. Akili yake inasumbuliwa na mambo ya msingi ambayo wananchi wa Tanzania wanatakiwa kuyapata. Akili yake inateswa na mahitaji yetu. Ndio maana wakati mwingine sisi wenyewe hatusemi, wakati mwingine sisi wenyewe hatutambui, lakini wanakaa watu Marekani kule wanasema katika viongozi wa Afrika ambaye amefanya kazi kubwa katika huduma za afya, aliyepunguza vifo vya kina mama wajawazito, aliyepunguza vifo vya watoto wanaozaliwa wakiwa wamefariki na wanaofariki muda mfupi baada ya kuzaliwa, wakasema nambari 1 kwa Afrika ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini Mama Samia amethibitisha kwamba wanawake wa Tanzania ni tofauti sana. Wanawake wa Tanzania ni tofauti sana. Wanawake wa Tanzania wakishika eneo wanalibadilisha. Wakipewa kazi wanafanya. Na wanaweza kuwa waangalifu wakubwa wa vitu kuliko watu wengine. Nyie mnajua hata kwenye matangazo ya kuuza magari, wale madalali wanaojua kazi yao vizuri, wakitaka ujue lile gari ni zima, wanasema gari hili alikuwa anatumia nani? Mwanamke. Angalieni kwenye matangazo ya kuuza magari, gari hili alikuwa anatumia nani? Mtu yote akisoma anasema kama gari hili alikuwa anatumia mwanamke litakuwa bado zima. Kwa sababu wanawake ni waangalifu, wanawake wanajali, wanawake wana upendo. Lakini upendo na tabia ambazo Mungu kaomba nazo wanawake, sisi Tanzania tunazishuhudia kwenye maisha na uongozi wa rais wetu Samia Suluhu Hassan. Na ni jambo la faraja kubwa kupata kiongozi ambaye anaheshimika Afrika, anaheshimika duniani kwa utendaji wake. Kuna watu wangetamani kuwa na rais kama wetu, lakini hawampati. Na mkisikiliza kwenye mitandao ya kijamii, kuna nchi zingine mnazisikia wananchi wao wanasema, jamani wa Tanzania tubadilishane rais wenu angalau kwa mwaka mmoja. Na mimi nawaambia hakuna habari ya kubadilishana. Kaeni na rais wenu, tunakaa na rais wetu, kila mtu akae na rais wake. Uongo kweli? Hakuna sababu yoyote ya kubadilishana. Chama cha Mapinduzi kimeendelea kuwa chama cha wananchi, sio chama cha watu wachache. Chama cha Mapinduzi kinaendelea kujali kero, matatizo ya wanyonge wa kawaida. Na kwa kweli katika mkoa wa Ruvuma, tumetoka Tunduru, tunaona leo na Mtumbo, kwa kweli chama chetu kinaendelea vizuri. Lakini vile vile katika kuzunguka huku tunaangalia chama chetu kinaisimamia serikali yake inavyopaswa. Chama chetu kinaendelea kuandaa vijana. Maana kama hatuoni vijana wa CCM wanaoandaliwa, tunapata mashaka ya maisha ya baadaye ya chama chetu. Lakini tukiona vijana wanaoandaliwa, wanaandaliwa kuchukua nafasi za uongozi, maana yake ni kwamba mpaka kizazi kijacho na kijacho na kijacho, Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwa kimbilio la Watanzania wanyonge, kitaendelea chama cha kutumikia Watanzania. Kwa sababu uongozi ni kuandaliwa. Mwaka 2000 nikiwa mwenyekiti wa vijana, tulikuwa kwenye ziara ya kampeni mkoa wa Iringa. Ukafika muda katika kikao cha ndani cha usiku, ukafika muda wa rais wetu marehemu Benjamin William Mkapa kuzungumza. Akaniambia pale, Emmanuel Nchimbi utaongea kwa niaba yangu. Sasa nikasema mzee, nikaseme nini? Akasema utajua pale pale. Utajua pale pale. Jasho likanitoka. Kwanza unaenda kusema kwa niaba ya mwenyekiti wa chama ambaye ni rais, lakini cha kusema hajakwambia, lakini unasema kwa niaba yake. Basi nikaenda
Nikajing'atang'ata pale, mwisho akaniambia umejitahidi sana. Akaniambia kiongozi mkuu wa chama ni sera za chama. Ukiambiwa sema kwa niaba ya mwenyekiti wa chama, wewe angalia sera za CCM zinasema nini. Kasimame na sera za Chama cha Mapinduzi. Kwa mwenyekiti angekuja hapa angesema CCM itaendelea kuwa chama cha kutetea wanyonge. CCM itaendelea kuwa chama cha wakulima na wafanyakazi. CCM itaendelea kupigania maendeleo ya nchi yetu. Haya uhitaji kuambiwa. Haya ni mambo ya msingi ya chama chetu. Ndio maana mimi Joram leo sijamwambia hadi aseme nini, mwambia tu Joram njoo. Na mimi nimemnyoosha kama mzee Mkapa alivyoninyoosha.